ukitekelezwa utasaidia kutekeleza azma ya kitaifa ya kujenga mifumo iliyo thabiti na endelevu, yani resistant and sustainable system for health. Lakini cha pili, itasaidia kuwa na miundombinu bora ya kutolea huduma, kupunguza muda wa kusafirisha wagonjwa kwenda katika hospitali ya kanda Bugando, kutoa huduma za kibingwa katika mkoa wetu wa Mara na kufikia Watanzania wengi zaidi wa mikoa ya jirani na mkoa wa Mara, lakini pia kutekeleza diploma ya tiba utalii. Mheshimiwa Katibu Mkuu, faida zingine ni utoaji wa hospitali hii hadi sasa imeajiri watumishi wa kudumu na mikataba wapatao 628, ikiwa ni kufikia lengo halisi la watumishi waliopo sasa. Watumishi waliopata ajira za serikali ni 486 au 125 watumishi ambao wanalipwa na mapato ya hospitali na hivyo kutoa ajira kwa wananchi wetu. Kingine mheshimiwa, kama alivyosema profesa, ni kuchangia miundombinu ambayo itahusika katika kutoa miundombinu ya kutolea elimu. Hospitali kama hii ili uweze kufanya kazi kwa ufasaha mkubwa inatakiwa na chuo kikuu ambacho nafanya nacho kazi. Nashukuru sana naibu waziri wa afya yuko hapa ataelezea. Tulishaomba chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere cha Butiama wapewe ekari 20 na mchakato unaendelea vizuri. Nafikiri mheshimiwa naibu katibu mkuu atalitolea ufafanuzi mzuri. Toka tumeanza kutoa huduma katika hospitali hii mheshimiwa naibu katibu mkuu, tumeweza kuhudumia wananchi 1,826,250. Kati ya hao watumishi 685 ni watumishi ambao hapo wao wasingeweza kuhudumia ndani ya mkoa wa Mara. Kutokana na uwekezaji wa miundombinu ya kugundua magonjwa, tumeweza kuwatibu katika mkoa wetu na hatimaye kupunguza gharama za kusafiri na kwenda katika hospitali ya kanda Bugando. Changamoto za mradi kama zilivyotajwa kwa uchache, mojawapo ni maeneo ya uchunguzi wa magonjwa. Amezungumza mheshimiwa mbunge kwamba tuna changamoto ya X-ray. X-ray ipo, tulishaletewa mkandarasi ndio kukamilisha jengo, akikamilisha tutaifunga ndani ya muda ambao sio mrefu. Lakini cha pili, barabara ya kuja kama ulivyoona kuna kipande karibia cha mita kadhaa kina changamoto, wananchi wanapata shida hasa wale wanaokuja wakiwa katika hali mbaya katika magari ya kubebea wagonjwa. Na changamoto ya pili ni eneo la upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kumalizia mradi. Mafanikio ambayo yamepatikana katika miaka hii minne tunakwenda kwa 5 hayana mfano mwingine wa kupigiwa katika nchi yetu na pengine katika nchi zinazotuzunguka. Serikali ya CCM imefanya kazi kubwa katika utekelezaji wa ilani. Maeneo madogo ambayo tutaendelea kuyaboresha tutaendelea kuyasemea. Rais wetu mwaka huu amepata tuzo ya kimataifa kutokana na kupungua kwa idadi ya vifo vya kina mama wajawazito, lakini vile vile kupungua kwa idadi ya watoto wanaokufa wakiwa chini ya miaka 5, lakini pia wanaokufa baada tu ya kuzaliwa. Hii ni matokeo ya kuboreshwa kwa huduma za afya, lakini vile vile kuboreshwa kwa uchumi wa nchi ambayo hali ya maisha ya Watanzania wa kawaida inaendelea kuimarika. Ni wazi kwamba dawa na matibabu ya hospitali pia vinaambatana na lishe ambayo wanapata Watanzania, na huwezi kuwa na lishe bora kama una uchumi mdogo. Kwa nitumie nafasi hii kuhakikishia kwamba CCM itaendelea kuzisimamia serikali zake kuhakikisha kwamba kipaumbele chetu kinaendelea kuwa maisha bora ya Watanzania. Hicho ndicho kipaumbele chetu cha kwanza. Na kwa haya ambayo mmeniambia hapa, mmeongea habari muhimu sana. Nimeambiwa hapa, kwanza nimeambiwa habari ya X-ray, nimeambiwa tayari ipo, wanakamilisha tu jengo alafu changamoto itaondoka. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, jambo lako limezingatiwa. Lakini nimeambiwa pia changamoto ya umeme. Nimeambiwa kuna changamoto ya mkandarasi kumaliza kwa sababu ya mapungufu ya fedha. Sasa sina hakika, nimeambiwa anadai bilioni 1.5, ni mwingine nimesikia amesema bilioni 1.8. Sasa sina taarifa hizi na sijaelewa ipi ni sahihi zaidi. Lakini nadhani muhimu ni kusema tu kwamba kwa kuwa mbunge ameniambia kwamba ahadi hii imetoka tangu mwaka jana mwishoni, na sasa huu ni mwezi wa 4. Kwa hiyo nitoe tu, sio wito tu. Nimeambiwa Wizara ya Fedha ndio inahusika na kulipa, au sio? Nitoe wito kwa Waziri wa Fedha kulipa kipaumbele cha pekee swala la generator kwa ajili ya hospitali hii ya rufaa. Katika hospitali kubwa kama hii, kukosekana kwa umeme kwa muda mfupi tu kunaweza kukapoteza maisha ya watu. Kuna watu wengine wanakuwa wako kwenye mashine ya oxygen ambayo ukiizima anaweza akapoteza maisha yake. Sasa
haipaswi hospitali kama hii kwa wakati wote iwe haina umeme. Kwa hiyo namuomba waziri wa fedha kokote aliko ajue kwamba wakati bunge likiendelea, basi angalau katika wiki 2 hizi 3 hizi fedha zifike hospitalini hapa na zoezi hili likamilike. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nitakupigia simu baada ya wiki 2 kuuliza kama hizo fedha zimefika. CCM oye! Lakini wahakikishie pia yale mambo mengine yanayohusu kuendelea kuboresha hospitali yetu nitayafuatilia kwa karibu. Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu sana kwangu hapa. Tumeijenga hii hospitali kwa muda mrefu na tunatoa shukurani nyingi sana kwa awamu zote. Awamu ya 5 na awamu ya 6. Hasa ya 6 ndio imeweka fedha nyingi mpaka tukaanza kutoa hizi huduma. Malengo yetu, na naibu waziri yuko hapa, tumeomba kwamba kile chuo cha Mwalimu Nyerere hii iwe ni teaching hospital. Na hiyo Katibu Mkuu tumeshaifikisha serikalini, serikali imeshakubali. Kwa hiyo Msoma hapa tunataka iwe teaching hospital na tumeshapendekeza kabisa waanzishe nursing school. Kwa hiyo tunachokuomba na ujumbe tutakao kuomba ni kufikisha kwenye chama, kwa sababu iko kwenye ilani ya chama, na kufikisha serikalini kwamba hiki chuo kianze rasmi kikiwa ni sehemu ya chuo cha Mwalimu Nyerere, makao makuu yakiwa Butiama. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.